muda gani hapa? Hapa mpaka sasa tuna mwaka wa pili, si tupo hapa. Mwaka wa pili ni mkongwe. Tuna mwaka wa pili. Hujapewa ubalozi wenyekiti? Sijapewa ubalozi wala wenyekiti. Okay. Nataka unifahamishe kidogo, ukiwa unaishi kwenye makambi kama haya, kuna taratibu gani? Uongozi nini? Ukiwa unaishi kwenye kambi kama hizi, utaratibu ya sisi wachimbaji, cha kwanza inatakiwa ufuate nidhamu ya mgodi. Okay. Tunapozungumzia nidhamu ya mgodi nini? Nidhamu ya mgodi tunazungumzia kulingana na unapokuwa kwenye halaiki ya watu na jinsi ya kuishi kimazingira na binadamu wengine. Ili kuendana pamoja. Kwa hiyo haya makambi mnaishi humu, huduma za kila kitu kinapatikana? Haya makambi unayoyaona, nadhani kama jinsi unavyoona pale kwenye turubai ya mbele, kile ni kibanda ambacho tunategemea kupata huduma ndogo ndogo za hapa na pale. Ukitoka kwenye kile kibanda kuna kibanda kingine cha pili pale, tunahitaji kupata huduma za hapa na pale, pia tulishaanza kupata huduma pale. Tunakuja kwenye kibanda cha pili kinachofuatia kutoka cha pili kuja cha tatu, ni kibanda cha nguo kile pale. Pia tunapata huduma za nguo, viatu tukiwa huku mgodini. Kwa hiyo ni kwamba wananchi wamejiongeza kusogezea huduma kwenye mgodi wa Kenes. Na Upendo, mnaishi vipi huku? Yani mnajaliana au kila mtu anakuwa yuko busy sana? Kwa mazingira tunaoishi sisi hapa mgodini ni kwamba tunaishi watu mbalimbali na kabila mbalimbali. Kwa hiyo utakuta kabila nyingine imezoea kuishi kulingana na kabila yake na kabila nyingine imezoea kuishi kulingana na kabila yake. Lakini sasa pale kinakuja kutuunganisha ni kulingana huduma tunazozipata kwa pamoja. Kwa hiyo tunaweza kukaa tukazungumza na tukaelewana pia. Hilo pia na nyenye linasaidia sana. Watu wanapiga madini sana. Madini yapo. Madini yapo. Madini yapo. Na ndio maana hata sisi tupo hapa. Umetisha sana bwana. Shukrani sana kwa kutupokea. Tumeenjoy sana. Sana. Bwana, nilikuwa napiga story na mwenyeji wangu ambaye ametupokea kwenye kambi ya Kenes ambao ni kambi kubwa sana. Kama unavyocheki vibanda hivi, si kwamba watu wanaishi hapa, lakini issue kubwa ni wanatafuta maisha. Na Asili Yetu TV tumefika hapa kwa ajili ya kuweza kuenjoy na kuweza kupata vitu mbalimbali. Sasa tunakusogezea fursa. Wewe inawezekana kuna sehemu upo unatamani wapi uende ukatafute fursa. Fursa hii hapo. Sisi tumekusogezea na tutaendelea kukusogezea fursa. Mimi naitwa Ngoji. Endelea kuenjoy na interviews mbalimbali ambazo tutakuletea kutoka mgodini hapa ambapo tupo sasa hivi. Bwana, nilikupromise kwamba tutapita baadhi ya makambi ambayo yapo. Kama unavyocheki huduma zinapatikana, lakini huduma za kucheki channel wanazingatia. Kwa hiyo Asili Yetu TV leo tumezamilia kukupitisha wewe ambaye unatafuta fursa. Yawezekana huko Njombe, huko Iringa, huko mikoa yote ya Tanzania. Unajiuliza bwana, chimbo ni moja tu, Chunya. Leo nataka nikupitishe machimbo yote mpaka sehemu ambako wanachimba, lakini niko na wadau ambao wametupokea. Niko naye Mwamba, nina blaza huyu hapa. Kwa hiyo utaenjoy sana, lakini endelea kutufuatilia tukupitishe. Wapi tunapita? Twende tu hivi, kando moja hii. Yote inakupeleka mgodini kule. Kaka mgodini huku chini. Yote inaenda mgodini njia. Unaona mawe kama hivyo wanapoanika. Kwa hapa yanaanikwa. Hayo yameanikwa ikauka, yanasagwa hayo. Bwana, tulikupromise kwamba tunatembelea baadhi ya migodi ambayo iko karibu. Hatutaweza kufika kila kona. Nataka uniambie hiki ambacho kiko hapa ni nini? Bwana, kwanza tunafurahi sana kupokea watu kama nyinyi ambao mnatutambulisha sehemu mbalimbali. Hili ni jiwe la dhahabu. Jiwe la dhahabu hili? Hili ni jiwe la dhahabu ambalo hapa lilipo sasa hivi limetoka duarani. Hapa limeanikwa. Ina maana baada ya kuanikwa likishakauka, jiwe hili linakusanywa lote kuingia karashani kwa ajili ya kusaga. Likishasagwa jiwe hili inakamatishwa na dawa moja inaitwa Maclean. Ndio pia pale inaweza ikatoa dhahabu. Tunaweza kupata ile dhahabu sasa baada ya kukamatisha. Kwa hiyo kuna shughuli ndefu hapa. Shughuli ni ndefu kwa kweli, lakini kulingana kwamba ni kazi yetu na ni kazi ya muda mrefu. Kwa hiyo tunaona ni kazi ya kawaida tu. Hakuna dhahabu ambayo mnaweza mkaipata ikiwa na ukubwa huu? Hapana. Dhahabu hii ya kwenye jiwe haipatikani ikiwa moja. Hili jiwe lina dhahabu ya mlenda. Yaani dhahabu ndogo ndogo ile ya unga. Kwa hiyo linaposagwa hili jiwe, ile dhahabu inakuwa imeambatana na ule unga.
Sasa baada ya kuosha kuna dawa ambayo tunaichanganya na ule unga, tunakamatisha, tunatoa dhahabu. Okay. Yeah. Nataka kufahamu sasa hili jiwe wakati wa uchimbaji mnatumia nini? Katika uchimbaji wa hili jiwe kwanza vifaa tunauchimbia ni nyundo, kuna kitu kinaitwa ponchi, kuna sururu, kuna koleo. Shughuli. Bado tunaendelea kuenjoy hapa. Tumeona haya ni mawe, unaambia sasa hivi haya ni madini, ila kuna mchakato ambao unaendelea hapa. Sure. Kwa nini yako hapa sasa? Hapa sasa hivi tumeyanika. Okay, yakauke. Yakauke afu baadaye tuyaandae kuingiza kwenye kalasha kwa ajili ya kusaga. Yakauke, sasa hizi ni kiangazi. Kwa nini yameloana? Chini anapotoka maji huwa kuna chemchem za maji. Kwa mnachimba mpaka kwenye chemchem. Tunachimba mpaka kwenye chemchem za maji. Kwa hiyo ni lazima jiwe litoke limeloana. Kwa hivyo tunaweza kuyanika ili iweze kuingia kwenye kalasha yasage kiurahisi. Umetisha sana. Tuambie sasa hizi tukitoka hapa tunaelekea wapi? Sasa hivi tukitoka hapa tunaelekea kwa Bwana Petro. Hapa ni kwa Bwana kambi ya Bwana Shija. Hapa ni kwa Shija. Na kama mnavyoona hii kambi hao ndio watumishi wa hapa. Okay. Na eneo hali halisi na mazingira kama mnavyoyaona. Hilo hapo ni rudio. Huu ndo unga ule ambao unaochujwa kwenye haya mawe ambao tunaita ni fake, yani marudio yake. Okay. Yeah. Bwana, umetisha sana. Endelea kuenjoy na Asili Yetu TV, tunakupitisha hatua kwa hatua. Nataka nifahamu kwanza mashine inaenda kuchakata haya mawe. Okay. Iko wapi? Ninakupeleka huku ambako tutaona mashine. Mtambo. Kwambie, mashine ndio hii hapa. Hii ndio inayopaleti. Hii ndio mashine inayosababisha kusaga mawe yale ambayo tumeonyesha pale nje. Kwa wale ambao wanajiuliza ni mashine ya aina gani, ni zile mashine zamani tulikuwa tunatumia vijijini kusaga, si ndivyo? Ndio. Okay. Yeah. Kwa hiyo ikishawashwa hii? Ikishawashwa hii mashine kuna gearbox hapa katikati, hii inaonekana hapa ni gearbox. Okay. Hii gearbox ya Scania hii. Hii gearbox ni ya Fiat. Hii ni ya Fiat. Hii gearbox inapowashwa mashine inazungusha kile kinu pale. Hii kazi yake ni kuzungusha kinu. Lakini ili kizungushe kile kinu inapata moto kutoka kwenye engine. Basi inaweza kuzungusha kile kinu, baadaye tunaweza kuvuna unga pale chini. Okay. Yeah. Mawe kule mnatumbukizia wapi sasa? Mawe nadhani hapa kuna sehemu huwa kuna mlango kwa chini hapa. Kuna mlango. Kuna mlango kwa chini hapa. Baada ya kutaka kumimina mawe hili huwa tunaligeuza. Tunalizungusha. Tunafungua ule mlango, tunaweza kumimina mawe. Afu baada hapo ndo mnapata unga. Baada hapo tunapata unga. Baada ya kutoka kupata unga tunaelekea wapi? Baada ya kupata unga tunatoka na unga wetu hapa. Ukiwa umeshasagwa kuna kitu kinaitwa sanduku. Hili ni sanduku. Hili ni sanduku. Baada ya kusaga unga wetu tunaweka sanduku hili hapa. Tunaweka hapa na kwa ajili ya kuweza kuosha unga wetu sasa. Hapa ni unga kabisa. Huu ni unga ambao umesagwa, unga wa jiwe. Hapa tumeshaandaa sanduku hili kwa ajili ya kuosha ule unga. Tukishamaliza kuosha huu unga tunatoa hii sanduku. Lakini pia hapa chini kuna nguo hii huwa tunatandika chini hapa kabla ya kuanza kuosha. Huwa tunatandika nguo kama hivi. Alafu linakuja gunia. Kuna kitu kinaitwa gunia la katani lile. Linakuja hapa juu. Basi tunakuwa tayari tumeanza kuosha pale. Tushaweka gunia. Tunaweka unga na kuweka maji hapa. Kuna pipe ambazo zinatoka kwenye matenki kama hivi unavyoiona hii tenki. Hii tenki na supply maji kuleta kwenye sanduku hapa. Kwa hiyo ina maana kunakuwa na mtu ambaye anaosha. Na kunakuwa na mtu mwingine ambaye anachota ule unga ambao tumeuandaa pale kuweka hapa. Okay. Sasa ule mlendamenda wa dhahabu unakuwa umefika chini ya mfereji. Kwa hiyo baadaye tunakusanya maganda haya unayoona ya vipande vya nguo hivi. Ndio tunaviosha. Okay. Hivi ndio vinashika dhahabu. Vinashika dhahabu. Yeah. Na huu udongo ndo huu udongo unauona hapo. Huu udongo ndo hii jiwe ambalo limesagwa ambalo tumeshakamatisha, tumeshatoa dhahabu. Kwa hiyo huu udongo lile jiwe ambalo umetuonyesha mwanzo. Ndio. Shughuli. Ndio. Sawa, tumeshajifunza kuhusiana na hapa, tupeleke sasa kwenye kituo kingine ni kipi? Hapa tutaelekea kwa Petro. Kwa Petro. Yeah. Sawa. Asili Yetu TV, yale mawe ambayo tumeyaona mwanzo
udongo wake ndo huu hapa sasa, tayari imeshageuka ni udongo. Ndio. Baada ya mchakato mzima kumalizika, huu udongo una kazi gani? Baada ya mchakato mzima kumalizika, huu udongo sasa huwa unakwenda kwenye makalo. Kuna vitu tunaita makalo hadi matenki kama kwenda kuurudia tena kuukamua kwa mara ya pili. Yaani wanangu mnarudia? Tunaurudia tena kwa mara ya pili kuukamua. Ndio shughuli bwana, shughuli za wanaume zipo huku. Kwa hiyo inawezekana umesema mimi leo nilichojifunza huwa najisifu nimetafuta sana maisha, sijatafuta maisha kweli. Niwe mwazi. Kwa hiyo wewe ambaye unasema umetafuta maisha, inawezekana umefiatua tu tofali, labda miaka 2 mitatu umeuza nini na nini, mimi nimetafuta sana maisha. Shughuli bado ipo huku. Nani Juli, unafanya shughuli gani huku? Unapika? Jamani, hizi ndo moja ya fursa. Niko na mwanadada Juli. Juli, huku tunafanya nini hasa? Okay, una muda gani? Hujamaliza? Huku ndo maisha ambayo yanapatikana. Umetisha sana. Bwana, moja ya vitu ambavyo nimeenjoy ni kukuta kina dada kama wapo huku wanatafuta pesa kwa njia ile ya halali. Kwa hiyo unapikia wakina nani huku? Okay. Na tunalala huku. Tunaishi wapi sasa? Kwenye mageto kama haya? Umetisha sana, nipe 5. Hii shughuli. Hii ni shughuli. Bwana shehe hoji bwana. Bwana, kama kawaida nipo kwenye harakati za kuhakikisha kwamba nakusogezea vile vitu ambavyo ni vizuri. Na hii ni moja ya kambi ambayo inapatikana hapa. Mitambo inafanya kazi. Mimi ninakujulisha, ninakujuza zile fursa ambazo wewe mtazamaji wa Asili Yetu TV utaenjoy. Yawezekana kutoka Njombe mpaka hapa safari yake ni ndefu sana, lakini shukrani sana kwa Music Sound ya Benja Music Sound ambao wamesababisha kufika hapa kukusogezea zile update ambazo zinakuwa zinakuletea maana wewe ambaye unatazama, na inawezekana ni media ya kwanza kutoka Njombe kufika mpaka Chunya kwa ajili ya kukujulisha wewe update ambazo zinapatikana huko chimbo kwenye machimbo haya. Ziko sehemu nyingi sana, lakini leo tunakupitisha chache tu, alafu siku nyingine tutakupitisha za kutosha. Niambie bwana, hapa ni Kalashani. Kalashani. Kama unavyoona, tuzunguke kwa kule kabisa. Tuzunguke huku ili tuweze kuona vizuri. Niaje? Mko poa? Mishe? Bomba? Mnapambana? Fresh sana. Haya mageto ya kulala haya. Kumbuka haya ni mageto ya kulala. Wanaume wapo huko. Bana, hapa ni Kalashani. Hajafika mhusika wewe tuendelee. Hapa ni Kalashani. Haya ni mawe haya. Haya ni mawe. Haya ni mawe. Mawe haya hapa yalipo yameanikwa kwa ajili ya kuweza kusagwa kwenye ile mashine pale. Kwa hiyo haya mawe ndio yametoka duarani hapa sasa. Yametoka kwenye walani. Yametoka duarani chini. Sasa yanapotoka chini kwa sababu kunakuwa kuna maji inabidi tuyaanike kama hivi. Tukishaanika kama hivi yakishakauka tunaingiza kwenye mashine pale. Ile pale inayozunguka. Ile inayozunguka ile pale. Kwa haya mawe yana madini ndio kitu mnachokitafuta pale. Ndio. Haya mawe yana madini, haina adhabu. Okay. Hebu tucheki mashine inavyozunguka. Tucheki mashine inavyozunguka. Humo ndani kuna mawe. Humo ndani kuna mawe. Na linatumia muda gani? Hili linatumia muda dakika 45 ndio inakuwa tayari kuchukua unga tayari. Umetisha sana twenzetu. Baada tunazidi kukupitisha kwenye hatua. Tunasogea pale. Oya. Mambo. Uko poa? Bwana, bado na kupitisha. Kwa hiyo hapa bwana, huyu bwana unavyomuona hapa. Huyu bwana hapa anaosha unga. Unga huu ndo huu hapa. Unga huu ndo ambao umetoka kwenye ile mashine pale ambayo inazunguka.
Baada ya yale mawe kusagwa, basi unakuwa unga huu. Okay. Kwa hiyo ule unga unaposagwa ndio unaoshwa kwa staili kama hii hapa. Unavyoona hapo chini kuna mfereji huu hapo chini. Huu mfereji hapo hapa ndani tumeweka gunia. Nimeona. Sasa hili gunia tukishamaliza kuosha unga tunatoa hili sanduku hili. Tunaweka pembeni sanduku, tunachukua hili gunia, tunalisuuza kwenye dishi lenye maji masafi. Kwa hiyo tunakuwa tayari tumeshachuja dhahabu na kuanza kukamatisha. Okay. Ndio zoezi ambalo mnalifanya hapa. Kwa hiyo mpaka hapa sasa hivi kutokana na uchimbaji wa dhahabu ya jiwe hapa tumeshamaliza process. Hapa sasa tunataka kutoa dhahabu sasa. Hapa tumemaliza process. Lakini kwa sababu tumemaliza process, hatutafanya process ya kukamua kwa sababu bado tunaendelea kuosha unga wetu, bado haujaisha. Kwa hiyo unga wetu utakapoisha, tunaikusanya hii dhahabu kwa pamoja, tunaikamua. Okay. Na maji yanatoka wapi huko? Maji haya duara tunazochimba zina maji. Zina maji. Huwa tunanyonya kwenye mono, tunajaza kwenye matenki. Okay. Bana, kwa leo mimi naomba niishie hapa. Tumejifunza vitu vingi sana. Ndio. Time muda mwingine tutakuja tujifunze zaidi. Ndio. Bana, msikilizaji na mfuatiliaji wa Asili Yetu TV, natumaini utakuwa umeenjoy sana. Lakini wanangu, kesho mko poa? Fresh. Benja Music tunamtambua? Benja Music. Benja Music tunamtambua? Hamtambui? Hujai kumsikia? Namsikia. Unamsikia? Yuko wapi kati ya hapa? Kazingua wewe. Umjui Benja Music? Benja Music. Umezingua mshikaji. Hata kwa sura huwezi kumuelewa. Huwezi kumuelewa hata kwa sura. Kwa sura? Umezingua babu. Yule umezingua mwanangu. Anaweza kuwa nani yule nyuma wageni wetu hapa? Anaweza kuwa nani yule? Unamfananisha kama nani? Bana, tunakukumbusha kwamba siku ya kesho hakikisha unazingatia kufika kwa Benja Music Sound, ambapo anaenda kuzindua mziki wake pamoja na gari la matangazo. Lakini Mwamba akasema wacha tupitishe kwenye mgodi tupige story na wanangu. Mwanangu, kesho tunakuja na watu wangapi kwanza? Mwanangu, mimi kwanza na vibe sana yani. Hapo mimi nimekubali sana kwamba Benja Music ametisha sana. Ametisha. Kwa sababu ameweza kutufikia mpaka si wadau machimboni huko hapa. Kama unavyoona raia wanaendelea na pilika zao, lakini tumepata kipindi cha kwamba Benja kesho yuko ukumbini kama kawaida. Ndio huduma kama hizi hapa sisi tunazikanazo sana. Tunazikubali sana yani. Umetisha sana mwanangu. Tunazikubali sana kama hizi hapa. Kutusikia kwa muda mwafaka kama huu hapa na nyinyi pia tumeweza kuenjoy na nyinyi, tumeongea na nyinyi. Mimi naona imependeza sana babu. Bwana, tukutane kesho. Mmetisha sana babu. Asante.